Alright, karibu msikilizaji kwa kipindi chako ukipendacho ambacho huangazia baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya Viji Mambo hii leo inaanzia huko nchini Kenya, ambako baada ya visa vya ufisadi kuongezeka kila uchao, seneta mmoja wa mrengo unaotawala wa Jubilee amewashangaza Wakenya wengi baada ya kutoa ushauri ambao uliwaacha wengi vinywa wazi. Wow! Seneta Kipchumba Murkomen ambaye anawakilisha kaunti ya Elgeyo Marakwet amesema kwamba iwapo aliyekuwa waziri kwa wakati mmoja Anne Waiguru ambaye anashutumiwa kwamba alihusika katika kashfa kubwa ya rushwa nchini humo hatafunguliwa mashtaka, basi huu ni wakati mwafaka kwa ufisadi kuhalalishwa nchini Kenya. Kama Anne Waiguru atapelekwa kotini kwa maswali ya NYS, afadhali jameni tubadilishe sheria ikuwe wizi ni legal. So that kila mtu aibe yake kidogo kidogo. We could as well legalize corruption in this country. Na tukitoka huko Kenya ambako watu wanataka ufisadi walalishwe, basi tuchukue kiguna njia twende moja kwa moja hadi huko nchini Indonesia. Mwanamke mmoja amewashangaza wengi katika mji wa Jakarta, ulio mji mkuu wa Indonesia, baada ya kutangaza kwamba anauza nyumba yake pamoja na yeye mwenyewe. Na makanya, ini tuh umur 10 tahun, sekarang 14 tahun ini. Mwanamke huyo anayeitwa Wina Lia, mwenye umri wa miaka 40, alitangaza hayo kwenye mitandao nchini humo na kusema wazi wazi kwamba yeyote ambaye angenunua nyumba yake basi angepata bakshishi, kwani hata yeye mwenyewe angekuwa mali ya mnunuzi huyo. Asalala. Na kuambia, lakini msikilizaji, haikuchukua muda mrefu kabla ya mnunuzi kupatikana. Bwana mmoja mkazi wa karibu na hapo nyumba hiyo ilipo amelipa dola za Kimarekani 76,500 na kujipatia nyumba pamoja na mwanamke. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, haikuwa imedhihirika ni yapi majukumu ya mwanamke huyo kwenye nyumba hiyo. Haikuwa pia imebainika ingekuwaje kama mnunuzi wa nyumba hiyo angekuwa mwanamke. Na ndivyo hivyo maajabu ya dunia huwa. Kwingineko, msikilizaji, wiki hii nyuki mmoja amezua kizaizai baada ya kuingia kwenye ndege moja iliyokuwa imejaa abiria na kumlazimisha rubani wa ndege hiyo kutua kwa dharura. Abiria wa ndege moja ya shirika la ndege la Flybe linalohudumu nchini Uingereza walicheleweshwa kwa zaidi ya saa 2 baada ya nyuki kuzua taharuki kwenye ndege hiyo. Ndege hiyo ilikuwa inatoka mjini Southampton kuelekea huko Dublin. Ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba ndege hiyo imepewa jina la Flybe, maneno ambayo yanamaanisha nyuki anayepepea. Wahandisi hatimaye waliweza kumuondoa nyuki huyo kutoka kwenye mitambo ya ndege hiyo ambako alikuwa amejificha baada ya kuwababaisha abiria pamoja pia na rubani katika anga na pia kwenye uwanja wa ndege. Na kwa hizo habari kuhusu ndege ambaye anateremshwa chini kwa sababu ya nyuki mmoja, naona saa zangu hapa studio, msikilizaji, zimekatika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine tukikuletea kipindi cha Viji Mambo, kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Lakini kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii: fuata nyuki ule asali, kisa na maana dunia imejaa viji mambo. Chunga mwenjio hata